I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akiendelea na matambo yake na kauli yake kubwa kabisa siku ya leo akisema ya kwamba hakuna anayestahili kupata tunzo ya amani ulimwengu mzima zaidi ya yeye, Rais Donald Trump wa Marekani, mara baada ya kuchafua hali ya hewa ya ulimwengu na kuanzisha vita vikubwa kabisa baina yake na Irani. Sasa leo anasema ya kwamba hakuna anayestahili tunzo ya amani, yani Nobel Prize ulimwengu mzima zaidi ya yeye. Lakini wakati Trump akiendeleza matambo yake na kauli za sintofahamu, kauli ambazo zimekuwa zikiuchekesha na kuacha midomo wazi umati wa watu ulimwenguni, sasa Irani imefanya shambulizi kubwa kabisa katika moja kati ya kambi ya kijeshi ya Iraq, katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Iraq, yani Iraq Air Base, karibu kabisa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Iraq mjini Baghdad. Na hapo inadaiwa ya kwamba Marekani huwa anatumia silaha zake na wanajeshi wake kushuka katika anga hilo hapo la Iraq. Leo Irani imeshambulia vikali na kusambaratisha kila kitu katika kambi hili ya kijeshi karibu kabisa na mji wa Baghdad nchini Iraq. Hayo na mengine mengi, salia nami hadi tamati kwa undani wa taarifa hizi, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu tulivu kabisa, mwanzo mwa juma la kazi, ikiwa ni siku 30 zimepita tangu mzozo wa Iran na Marekani ulipoweza kuanza rasmi mara baada ya shambulizi la Marekani mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Mengi zaidi, bibi yetu chifu mkuu wa itifaki, kwanza nakusalimu sana popote pale ulipo ukiwa unaendelea na majukumu ya kazi ya kila siku. Pia nikupe pongezi kwa kuwa na sisi kila dakika na kila sekunde ambapo taarifa hizi kubwa tunakuletea. Tuanze rasmi uchambuzi wa taarifa zetu tukianza na ripoti ya Donald Trump, rais wa Marekani, ambapo kauli mbalimbali, kauli mtambuka amezitoa siku ya hivi leo. Kauli kubwa kabisa ambayo imeibua utata na kuzua sintofahamu kwa umati wa watu ni kauli yake ya kusema ya kwamba, yani baada ya kuanzisha vita vyake vikubwa kabisa na Irani na kushambulia na kuharibu rasilimali na miundombinu, lakini pia na kuwa umati wa watu wa Irani pamoja na viongozi wakubwa wa Irani wakiongozwa na bwana Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein mapema Februari 28. Sasa leo anasema ya kwamba ulimwengu mzima unajua kwamba hakuna yeyote yule anayestahili tunzo ya amani, ile tuzo ya Nobel Prize ambayo hutolewa ulimwenguni kwa viongozi wakubwa mara baada ya kufanya mambo ya kupendeza ulimwengu katika mataifa yao. Sasa leo nasema kwamba hakuna kiongozi yoyote ule ulimwenguni ambaye anapaswa kupokea ile tuzo ya amani zaidi ya yeye, Donald Trump. Ulimwengu mzima anasema kwamba unajua juu ya hilo. Yani Trump ameendelea kuchanganyikiwa kiasi kwamba yani anatoa kauli ambazo hata mtoto mdogo hawezi kuzizungumza katika ulimwengu wa kawaida ama katika hali halisi. Rais Donald Trump yeye anasema, yani kwa mambo ambayo ameyafanya na kwa jitihada zake kubwa, anasema anashangazwa sana na baadhi ya watu kusema kwamba hatumpendi Donald Trump wakiandamana katika miji yake ya Marekani. Watu hao wanamshangaza sana akisema kwamba yeye amefanya mambo makubwa sana, na kwa wale watoto wadogo waweza kaelewa, yani kwa wale mataifa ambayo yanafikia na miaka 28, miaka 35, miaka 31 hawawezi kaelewa, bali mataifa makubwa tu kama vile Pakistani, India yanatambua kile ambacho Donald Trump anakifanya, na wamesema kwamba wako tayari bega kwa bega na Marekani kuishambulia Iran. Ambapo hebu tumsikie hapa Donald Trump akizungumza juu ya hayo yote. Whether people like Trump or don't like Trump, I settled 8 wars, big ones. Some going on for 36 years. Kwa hakika nashindwa kufikiria kwamba ni nani kama Donald Trump. Nashangazwa na wale watu ambao wanasema hatumpendi Donald Trump, hatupendi kile ambacho Donald Trump anakifanya, wakati ulimwengu mzima unashuhudia nini ambacho mimi nakifanya kwa maslahi ya Marekani. Mataifa makubwa, mataifa madogo tu ndio wale ambayo hawaelewi nini ambacho nakifanya. Mataifa ambayo yana miaka karibu 25, 28, 31, hayo ndio kwa hakika hawezi kuelewa mimi ambacho nini nakifanya. Lakini mataifa makubwa ndio ambayo yanaelewa. Taifa kama India, taifa kama Pakistani, hayo mataifa ndio yanajua mimi ambacho nini nakifanya na yamekuwa yakiniunga mkono pia. Pakistani imetangaza na imeahidi kunipa ndege karibu 8 za kivita kuishambulia Irani. India nayo pia ni hivyo hivyo, imeahidi kutoa karibu boti 20 za majini kwa ajili ya kunisupport vita vyangu dhidi ya Irani. Na unajua nashindwa kuelewa kabisa watu wamekuwa wakifikiria nini, lakini sidhani kama kuna kiongozi ulimwenguni ambaye anastahili kupata tunzo ya amani zaidi yangu mimi peke yangu.
Tukiingia katika historia ya viongozi wakubwa, angalia hata Barack Obama wamempa tuzo ya amani. Sijui nini ambacho alikuwa amekifanya wakati alikuwa hana idea yoyote ile ya vita. Hakushambulia ofisi kubwa za nchi, hakuteka viongozi wakubwa, hakuanzisha vita kubwa, lakini wamempatia tuzo ya amani. Sasa sijui nadharia hii ni imekaa vipi, lakini angalia Donald Trump nini ambacho nimekifanya. Nimeshambulia ofisi kubwa za nchi kubwa ulimwenguni, nimemnyakua kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, nimemstopisha Vladimir Putin katika vita vyake, nimeisaidia Pakistan. Waziri mkuu wa Pakistan anasema kwamba Rais Donald Trump ametusaidia sisi, ameokoa maisha ya watu zaidi milioni 10 na ametupatia mabilioni ya fedha. Yote hayo watu hawayaoni. Ona sasa, nimeshambulia Irani, taifa ambalo lilikuwa kikwazo kwa nyuklia ulimwenguni. Nimeshambulia. Ni nini ambacho watu wanakitaka ili liweze kusema kwamba Donald Trump amefanya jambo kubwa? Kwa hivyo nafikiria mimi ndiye ambaye kiongozi mkubwa, kiongozi ambaye nina akili kubwa zaidi, na ndiye ambaye nastahili kupatiwa tuzo ya amani. Nobel Prize ni ya kwangu kwa haya ambayo nimeyafanya. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still has no idea. He walks around and he says, I got the Nobel Prize. Why did he get a Nobel Prize? He got it almost immediately upon attaining office, and he didn't do anything, and he was a bad president. So, I mean, you should get the Nobel Prize for every war you stopped. These were major wars. These were wars that nobody thought could be stopped. President Putin called me and he said about 2 of the wars that he's been trying to stop them for 10 years. He wasn't able to do it. He couldn't believe it. So in theory, you should get the Nobel Prize for every war you stopped. Every one of them was major. But I don't care about that. What I care about is saving lives. I've saved tens of millions of lives. You know, the Prime Minister of Pakistan came here and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives having to do with Pakistan and India, and that was going to be raging. Bana, ni hatari sana, ni kauli hiyo ya Rais Donald Trump wa Marekani ambayo ameitoa siku ya kileo mara baada ya kupata patashika ya maandamano ya raia pale nchini Marekani. Waandamanaji walioandamana katika miji yote mikubwa ya Marekani, karibu miji 7. Mji wa serikali ule, mji wa Washington DC ambapo ndio kuna ikulu ya Marekani. Watu walikuwa wengi sana wakichoma picha za Trump, wakionesha masanamu ya Trump, yakiwa wanafanya vituko vingi sana kukashifu na kukebei utawala wa Trump na hili lote katika vita vyake alioanzisha mapema Februari 28 dhidi yake na Iran. Sasa kufuatia hayo yote, ndio Rais Donald Trump amekuja na kauli hiyo hapo ya usemi huo, akikashifu watu wao ambao waliandamana, lakini pia na kusema hakuna kiongozi ambaye anastahili kupatiwa tunzo ya amani zaidi yake yeye, ile tunzo ya Nobel Prize. Sasa Rais Donald Trump hakuishia tu hapo. Akiwa anazungumza na waandishi wa habari katika ndege yenye hadhi ya rais wa Marekani, inamaanisha Air Force One, pia amesikika akiongea na waandishi wa habari, akiongea kauli mbalimbali, kauli mtambuka ambazo pia alizitoa juu ya vita vyake na Iran, ambapo awali alizungumza juu ya ushirikiano wake na mataifa ya Mashariki ya Kati, na maanisha Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, ambapo amesema mataifa hayo yote yanapigana vita nyuma yake, yani hapo nyuma yake kama vile machambo ama machawa, akisema kwamba Saudi Arabia anapigana kikamilifu nyuma ya Marekani kwa Irani, Qatar anapigana kikamilifu nyuma ya Marekani kwa Irani, UAE anapigana nyuma ya Marekani kwa Iran, lakini pia amesema Kuwait anapigana nyuma ya Marekani kwa Irani, Bahrain anapigana nyuma ya Marekani kwa Iran. Ambapo akizungumza hili, Donald Trump pia amesema ushirikiano wao sasa hivi uko strong sana kuliko mataifa yoyote yale, yani kuliko hata umoja wa NATO, kuliko hata chochote kile ambacho alikuwa hapo awali anashirikiana nacho. Na kauli hiyo ya Donald Trump juu ya ushiriki huo wa mataifa ya Kiarabu imekuja mara baada ya swali la mwandishi wa habari katika ndege hiyo ya Air Force One, alipomuuliza Trump kwamba unajisikiaje kuona mataifa ya Ghuba yakishambuliwa vikali na Irani, mataifa yale washirika wako, mfano mataifa ya Qatar, UAE, Saudi Arabia na Kuwait pamoja na Bahrain. Sasa Trump akijibu swali hili, ndipo ambapo alizungumza kauli hiyo tata na kauli mbaya zaidi na kauli mbovu juu ya yale ambayo mataifa hayo yamekuwa yakiwakumba, akisema kwamba si tunafurahi bali mataifa hayo yamekuwa yakijibu mashambulizi kwa Iran, ambapo amesema hapa tumsikie. Do you want to see Gulf countries that are being attacked by Iran to start to fight back? They are fighting back. Saudi Arabia is fighting back hard. Qatar is fighting back.
Kwa hakika mimi sishangai wala siumii. Kwanza nashindwa kuelewa wewe unazungumzia mataifa gani? Mataifa yangu mimi ambayo nashirikiana nao, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, yote hawa ni mataifa ambayo ni imara sana. Na nimepatwa na mshangao wa ghafla sana kuona mataifa haya yanajibu mashambulizi kwa Irani, na yamekuwa yapo nyuma yangu sana. Saudi Arabia yapo nyuma ya vita dhidi yangu kumshambulia Iran, na amekuwa akimpiga vikali Irani. Qatar yako nyuma ya vita kujibu mashambulizi ya Iran, amekuwa akimshambulia pia vikali Iran. Bahrain pia naye amekuwa yuko nyuma ya vita, hata Kuwait pia yuko nyuma ya vita dhidi yangu kumshambulia Iran. Kwa hivyo mataifa haya yameonyesha uimara mkubwa sana katika vita hivi. Licha ya kushambuliwa kwao na kuharibiwa mali zao, lakini bado wanapigana kwa niaba yangu kuishambulia Iran. Hili ni jambo kubwa sana ambalo unaweza ukaliona hapa. Na watu wengi hawafahamu kwamba mataifa haya kushambuliwa kwao na Iran ni kwamba tumekuwa na mazungumzo ya karibu sana, tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana. Tuna mawasiliano mazito kila siku na mataifa haya, na hii yote ni katika vita vyetu dhidi ya Irani. Kwa hivyo tutarajie makubwa sana mara baada ya Irani kuyashambulia mataifa haya ya Ghuba. Mataifa haya yatajibu mashambulizi makubwa sana kwa Irani. Hilo ndilo ambalo naweza nikasema. Qatar is fighting back. UAE is fighting back. Kuwait is fighting back. Bahrain is fighting back. They're all fighting back. Actually, they were surprised to be hit. I was very surprised they got hit. And once they got hit, they started fighting very well. We're very strong communications with all of those countries, and they've all been fighting. They're 100% on our side. Ni kauli ya Rais Donald Trump hiyo wa Marekani, ambaye kwa siku za hivi karibuni bwana amepata ukosoaji mkali sana kwa watu wake, raia ambao wanaongoza taifa la Marekani. Sasa hapo anazungumzia ni mara baada ya mataifa ya Ghuba na mataifa yale ya Kiarabu kule Mashariki ya Kati ambayo yana ushirika na Marekani, akisema kwamba mataifa hayo yamekuwa yakishambuliwa vikali na kuharibiwa mali. Sasa hilo aoni kama ni shida kwake yeye kwamba mataifa hayo yanapigana vikali dhidi yake, lakini katika ripoti hakuna ripoti yoyote ambayo inasema Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia ama UAE zimeshambulia Irani. Katika shambulizi lake lolote lile hakuna ripoti ambayo inasema kwamba mataifa hayo yameshambulia Irani. Sasa kauli yake ya Trump sijui anaitoa wapi. Hapo unaweza mwenyewe kujiuliza, na Trump kaulizwa anatoa wapi? Ama ndo kichaa ama ndo kudata? Yote hayo yanaweza yakafaa katika kauli zake za Trump. Basi mbali na hilo, Trump pia amezungumzia ule mwendelezo wa propaganda zake, ambapo sasa leo amekuja ameibuka ghafla tu na ameibua kituko kipya kabisa, akisema kwamba licha kuwapo na mazungumzo na Irani imempatia Marekani zawadi ya boti 20 za mafuta ambazo zimepita katika mlango wa bahari wa Hormuz na kuingia Marekani, akisema kwamba boti 20 za mafuta zimekatiza pale Strait of Hormuz kwa ajili ya zawadi, kwa ajili ya kumpatia Marekani ili asitishe vita, akisema kwamba mazungumzo kati ya Irani na yeye Marekani yanakwenda vizuri sana na wanafikia karibia kufikia mwisho wa mazungumzo yao. Hatari sana. Na wakati huo Irani inafanya mashambulizi makubwa sana huko Israel, lakini pia miji mbalimbali Mashariki ya Kati. Sasa sijui hii kauli ya Marekani anaitolea wapi. Na Irani yenyewe imekanusha vikali kwamba hakuna chochote kinachoendelea kati ya Irani na Marekani, na hakuna mazungumzo yote ambayo yanafanyika kati ya Irani na Marekani, wala hakuna jambo lolote linaloendelea kati ya Irani na Marekani. Sasa sijui Trump kauli hii anaitolea wapi. Hebu tumsikie hapa akizungumza. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today kama mnavyojua kwamba Irani waliahidi kutupatia zawadi ya karibia boti 8 za mafuta. Hii ni kama zawadi katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na kwa hakika Irani wametimiza ahadi yao. Wametupatia, naweza nikasema, zaidi ya boti ya zile walizoahidi, yani boti 8 za mafuta. Sasa wametupatia zaidi ya boti 10 mpaka 20 za mafuta. Nafikiri hii yote ni katika kutoheshimu na kutunyenyekea. Iran wamekuwa kutunyenyekea sana kwa sababu sisi ni watu wakubwa. Tunazungumza nao, lakini pia tumekuwa tukiwaburuza sana. Tunawaburuza sana kama upepo yani. Kila mtu ni shahidi. Wametupatia zawadi ya boti 20 za mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Na niseme tu wazi kwamba mazungumzo yanaendelea, lakini tunafikia hatua nzuri. Wanatuheshimu sana Irani. Hakuna anaweza kaona hili kwa sababu hawajui ni nini ambacho kinaendelea. Labda niseme tu kwamba tunaendelea na mazungumzo na Irani na bado tunaendelea kuwaburuza Irani. They gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. I would only say that
we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Mwisho wa nukuu hiyo ya kauli ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump akizungumzia juu ya propaganda hii kuu ambayo inaendeleza Donald Trump kwa Iran, akisema kwamba mazungumzo yanaendelea kati yake na Iran, wakati Iran yenyewe haina mazungumzo yoyote na Marekani, na anasema kwamba hakuna chochote kinachoendelea kati ya Marekani na Iran. Na anasema Iran imetoa zawadi ya heshima kwa Marekani, imempa boti 20 za mafuta ambazo zimepita pale mlango wa bahari wa Hormuz, wakati juzi Irani imesambaratisha na kulipua meli ya Marekani ambayo ilikuwa na ushirika na Pakistan. Sasa pengine labda anazungumzia zawadi hiyo au vipi, nashinda kuelewa hapa, lakini Irani na Marekani hazina mazungumzo yoyote yae. Kauli ya Trump inatoka wapi? Unaweza ukaishangaa na unaweza pia ukastaajabu hapa juu ya hiki ambacho Trump anakizungumza ama Trump anakisema. Na hii yote ni katika kushindwa vita vya Irani. Yani Marekani amekuwa akishindwa sana kwa siku za hivi karibuni, na Wamarekani wameamua kuandamana mara baada ya Trump kupeleka tena wanajeshi wake kule Mashariki ya Kati kwa vita vya Irani. Ampeleka wanajeshi zaidi ya 3500 katika meli mpya ya USS Tripoli ambayo ilielekea Mashariki ya Kati. Lakini pia kama ufahamu mtazamaji ni kwamba zile meli zake zote kubwa zile za kivita ambazo wamepeleka kule Mashariki ya Kati, ikiongozwa na meli ya USS Abraham Lincoln pamoja na meli ya USS Gerald R. Ford, zote hizi meli ni mbovu, tayari zimeshaharibika na haziko tena Mashariki ya Kati. Hizi meli zimeelekea, moja imeelekea Ugiriki kwenye kutengenezwa na nyingine imepelekwa Russia kwa ajili ya kutengenezwa. Kwa hivyo sasa hivi Marekani si tena wa kushinda vita, wa kushindwa vita hivi. Na kuthibitisha hili mtazamaji, kuna video hapa ambayo inaonekana meli hii ya USS Gerald R. Ford ikiwa katika bahari, ikiwa katika mwendo wa taratibu sana inaelekea katika matengenezo. Sasa kufuatia yote hayo ambayo yamejiri kwa siku ya hivi leo katika vita vya Iran na Marekani, taifa la Iran limeshambulia vikali taifa la Iraq katika moja kati ya kambi shirikishi kati ya Iraki na Marekani, katika kambi ya kijeshi karibu kabisa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Iraq mjini Baghdad, ambapo Irani imekita makombora makali sana pale katika kambi hile ya kijeshi ya Iraki, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutokea Mashariki ya Kati zinaeleza kwamba Irani imeshambulia kambi hile pale, ikiwa ni katika mwendelezo wa mashambulizi yake makali katika kambi shirikishi baina ya Marekani na mataifa ya Mashariki ya Kati, ambapo pale inasemekana kwamba Marekani alikuwa anashirikiana na Iraki kupeleka silaha zake katika kupitia uwanja wa ndege ule pale wa kijeshi pale mjini Baghdad. Kwa hivyo Irani imeshambulia ili kudhoofisha ushirikiano wake na mataifa ya Mashariki ya Kati. Sasa mbali na shambulizi hilo la mjini Baghdad Iraq, pia Irani imefanya shambulizi kubwa kabisa katika mji wa Haifa siku ya leo katika taifa la Israel, ambapo kwa mujibu wa taarifa kutoka Mashariki ya Kati zinaeleza kwamba jeshi la IRGC kwa kushirikiana na kikundi cha Hezbollah wamefanya shambulizi kubwa kabisa katika mji wa Haifa huko Israel katika mwendelezo wa mashambulizi yake makubwa katika operation mbalimbali, ikiwemo wimbi la operation ya 84, yani wimbi la 84 la operation ya mashambulizi ya Iran katika mataifa washirika wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Na katika mashambulizi hayo kiongozi mkuu wa Iran ambaye anahudumu kama waziri wa ulinzi wa Iran Bwana Majid El-Bonareza, yeye ameeleza dhamira ya Iran akisema kwamba Iran itajibu mashambulizi makali sana kwa Marekani na Israeli katika mwendelezo wa mashambulizi yake ya kulipiza kisasi baina ya Marekani na mauaji ya viongozi wakubwa wa Iran, akisema kwamba mashambulizi hayo makubwa yatahusika pia na kushambulia mataifa washirika wote wa Marekani kule Mashariki ya Kati. Akizungumza kwa njia ya simu na waziri wa ulinzi wa Uturuki ambaye yeye alizungumza naye kwa ajili ya kuzungumza masuala ya kufanya mazungumzo ya amani baina ya Iran na Marekani. Sasa waziri wa ulinzi wa Iran amemwambia waziri wa ulinzi wa Uturuki kwamba Iran haiko tayari kwa mazungumzo, na kama imekuwa nyuma ya Marekani kama machao, sasa na wao pia watapokea mashambulizi nchini Uturuki. Kwa hivyo kama Uturuki itaendeleza kushirikiana na Marekani, basi itapigwa na Iran, ambapo Ibn Reza yeye amesema kwamba adhabu kali inafuata nyuma na mpango kazi mkubwa sana katika mashambulizi dhidi ya Marekani, akisema hiyo ndio itasaidia kupunguza vita na kumaliza vita na si mazungumzo ya mezani. Sasa wakati hayo yote pia yakiendelea, wakati yote hayo yakiendelea, pia Iran imepokea pigo leo kwa shambulizi kubwa kabisa la Israel na Marekani katika mji wake wa Tabriz, ambapo hapo kulikuwa na kituo cha kemikali cha nishati ya petrol, ambapo shirika moja la Iran ambalo lilikuwa likiendeleza na kufanya kazi ya kemikali za nishati
ya petroli katika mji wa Tabriz wameelezea juu ya shambulizi hilo la anga la Israeli na Marekani katika miundombinu ya kiwanda cha petrochemical katika mji huo wa Tabriz, ambapo amesema hali hiyo ya shambulizi kwa kiujumla iko chini ya udhibiti wa jeshi la Irani na hali sasa hivi inaendelea kuwa sawasawa ama kusalia sawia. Hayo ni machache kati ya mengi katika vita vya Iran na Marekani, ambapo siku yake leo mambo lukuki yamejiri kule, na nimeona nisiwe mwingi sana wa kuzungumza bali niwe mchache wa kuzungumza, kama ambavyo mmekuwa mkinukuu katika maoni yenu na kutoa maoni yenu kuhusu mizunguko mingi. Kwa hivyo sasa hivi nimeamua kutozunguka, kutoa madini tu, kutoa ile ambacho mnakistahili kukipata kwa wakati husika na saa husika. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni Homa TV. Endelea kusikiliza na sisi kila sekunde, kila wakati taarifa hizi kubwa na nyeti zinapokupikia kutokea Mashariki ya Kati. Uwe na wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.